Yo, by the way, mjadala mzito umeibuka mtandaoni kati ya msanii wa Bongo Flava Diamond Platnumz pamoja na Harmonize kufuatiwa kauli ambayo aliiweka Harmonize Diamond kupitia interview aliyoifanya hivi karibuni, akidai kwamba moja kati ya kitu muhimu sana Tanzania tunakihitaji kwa upande wa wasanii ni kujenga kwa arena. And by the way, tunapozungumzia arena ni uwanja au uwanja moja mkubwa ambao unahusika kwa ajili ya matamasha mbalimbali na shughuli tofauti tofauti. Kwenye upande wa sanaa, arena inaweza kutumika kwa ajili ya performance na shows mbalimbali ambazo zinafanyika hapa Tanzania, kitu ambacho ni hoja nzuri ambayo Diamond aliwakilisha kwa serikali, and of course imekuwa two times ikizungumzia swala hili kwamba tunahitaji uwanja mkubwa kwa ajili ya shughuli kama hizi. Mara ya mwisho ilikuwa ni Trace Award pale Zanzibar, alizungumza kuhusiana na nini ambacho Tanzania tunakihitaji kwa serikali. Baadaye serikali ilifikiria na ikachukua ombi la Diamond Platnumz. Sasa imekuwa tena hoja nzito baada ya Harmonize kuweza kuzungumza siku ya jana kusema kwamba Diamond anafanya yote haya ili mradi siku ikitokea Tanzania imejengwa arena, basi ionekane yeye ndo ambaye alikuwa kipaumbele, in which ni point ambayo Harmonize ameiweka kwenye mtandao wa kijamii. Lakini anasema kwamba Tanzania sio kwamba wanahitaji arena, kwa hiyo asijifikirie sana kwenye upande wa wasanii, na nataka kubeli zaidi kwenye masuala mazima ya afya, kilimo, barabara, kwa sababu Tanzania vitu kama hivyo ndo wataweza kufaidika navyo. Sasa hii ni kauli ya Harmonize kupitia page yake ya Instagram na imezua gumzo sana. Kila mmoja amekuwa surprised ya kushangaa hii vita ya Harmonize na Diamond inaweza kaisharini, kwa sababu Harmonize amekuwa kileta beef kila siku kwenye mitandao kumhusu Diamond. Wewe niambie kwenye sehemu ya comment hoja ya Harmonize kwamba Tanzania tunahitaji barabara, tunahitaji elimu, tunahitaji afya, mahospitali kwa ajili ya kila kitu, na tuhitaji sana arena kama ambavyo Diamond anahitaji, kwa sababu arena Diamond amehitaja itakuwa ni chanzo cha mapato kwa Tanzania, itakuwa inaingiza pesa serikalini. Wewe mtazamo wako ni upi? Niambie kwenye sehemu ya comment hapo chini ili tuweze kufahamu nani ambaye yuko sahihi.